Naitwa Mchungaji John Simoni Masanyiwa wa kanisa la African Inland Church Tanzania, Dayosisi ya Geita, Pastoreti ya Kalangalala. Nichukue nafasi hii nzuri na muda huu kuwakaribisha watu wote walioko maeneo ya Geita na nje ya mkoa wa Geita ya kwamba tarehe 14 tutakuwa na hafla nzuri inayohusiana na siku ya wapendanao ambayo imeandaliwa na kanisa la Yesu Mshindi hapa Kalangalala. Tunatarajia kuwa na ndoa 8 zitakazobarikiwa siku hiyo, na tutakuwa na wachumba waliokwisha kuchumbiana na kutoa mahari ambao watapata nafasi ya kufikana pete siku hiyo. Lakini tutakuwa na wanandoa mbalimbali ambao wanaishi kwenye maisha yao ya ndoa watakaopata nafasi nzuri ya kuwapatia wenzi wao zawadi. Lakini pia tutapata nafasi nzuri ya kula keki ya pamoja, ikiwa ni pamoja na kupiga picha mbalimbali ambazo watu wanaweza kuziweka kumbukumbu kwenye familia zao, na wapenzi wa kwenye mitandao wataweka status na vitu vingine ambavyo wao wataviona kuwa vinawafaa. Lakini pia tutapata muda wa kupata chakula cha pamoja kama wanandoa wapendanao kwa nafasi ambayo Mungu atajalia kutupatia hiyo siku. Tutapata muda mzuri wa maombi ya pamoja kama wanandoa. Tukipata nafasi hiyo, tutamuomba Mungu, tukiombea mahusiano yao, tukiombea familia zao, tukiombea shughuli na mipango mingine mbalimbali ambayo Mungu atakuwa ameiandaa kwa ajili yao. Na baada ya tukio hilo la maombi ya pamoja, tutapata nafasi nzuri ya kila mtu kupata uhuru binafsi kuelekea maeneo yale ambayo ameandaa kuyafanyia kazi kwa siku hiyo. Baada ya tukio hilo la tarehe 14 ambayo ni siku ya Jumamosi, Jumapili yake ambayo ni tarehe 15 tutakuwa na tamasha la Inland FM ambalo litakuwa limegawanyika katika sehemu mbili. Tamasha hili linaandaliwa na uongozi wa jimbo la Geita, lakini tukio linafanyika katika Pastoreti ya Kalangalala. Na kwa mazingira hayo sasa, asubuhi tutakuwa na ibada moja tu ya kwanza inayoanza saa 12:30 na kumalizika saa 4. Ndani ya ibada hiyo tutakuwa na changizo la kuwezesha huduma na utume wa habari. Tunao nafasi nzuri ambayo kama kanisa tumejiandaa, lakini kama jimbo viongozi wa jimbo wanajua utaratibu ambao upo unaendelea kuwepo, na kama Wakristo tumewaandaa vizuri kuhusika na kushiriki. Na pia sio jambo la mara ya kwanza kwetu kufanya huduma hii, kwa tunafahamu namna gani huwa tunafanya na jinsi ambavyo tunatenda. Tunaomba tuwakaribishe watu wote kwenye hiyo ibada ya asubuhi ambayo itakuwa na sadaka kwa ajili ya kuwezesha huduma ya habari kuweza kufikia malengo yake inavyotarajiwa kuwepo. Ukiwa hautapata nafasi ya kuhudhuria kwenye hiyo ibada ya kwanza, tunakuruhusu kutuma mchango wako mapema, tuupokee na tutauwasilisha siku hiyo. Utafika kwa jina na kwa maelekezo yale ambayo utakuwa nayo. Na kwa wale ambao watakuwa wako mbali, tunaomba tuwasiliane nao ili tuwaonyeshe akaunti ambazo zitakuwa zinatumika kuweka fedha hiyo ili iweze kuwafikia walengwa kwa namna ambavyo inahitajika kufanyika kuwepo. Lakini baada ya hiyo ibada ya asubuhi inayoambatana pamoja na changizo, tutapata nafasi nzuri ya ibada ya mchana ambayo itakuwa ina tamasha la waimbaji. Kwaya kutoka pastoreti 11 za jimbo la Geita zitapata nafasi ya kukutana mahali hapa na kupata muda wa kuimba na kumsifu Mungu. Tamasha hilo la uimbaji tunatarajia ya kwamba Inland FM pamoja na Inland TV watakuwepo, na litakuwa hadharani, kwa maana ya kwamba litakuwa live. Dunia italiona na kulishuhudia namna linavyoendelea kuwepo. Kwa hiyo tuna matumaini mazuri tukiliombea,
tukijua ya kwamba wapenzi watazamaji na watu mbalimbali walioko katika mji wa Geita, mahali popote walipo, tunawakaribisha wasaa huu wa kufika ili waje tushiriki pamoja katika huduma hiyo ya utume wa habari. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Karibuni na Mungu atawatendea mema.